Mtazamaji wa Jambo TV, chama cha wanasheria Tanganyika TLS kimetoa taarifa rasmi kwa wanachama na umma kuhusiana na kukamatwa kwa wakili Dastan Mujaki na askari wa jeshi la polisi tarehe 10 mwezi wa 10 2025 akiwa ofisini kwake manispaa ya Bukoba mkoani Kagera. Taarifa hiyo imesema mnamo tarehe 10 mwezi wa 10 2025 siku ya Ijumaa majira ya saa 2 asubuhi, wakili Dastan Mujaki mwenye roll namba 8016 akiwa ofisini kwake maeneo ya mkabala na benki ya CRDB tawi la Bukoba, walifika watu ambao walijitambulisha kama maafisa wa jeshi la polisi na kumtaka wakili Dastan Mujaki ili waondoke naye kuelekea kituo cha polisi Bukoba. Kwa mujibu wa mtoa taarifa ambaye pia ni wakili, hawakumueleza sababu za kumkamata na hivyo waliondoka naye kuelekea kituo cha polisi. Baadhi ya viongozi na mawakili kutoka chapter ya Kagera walifika kituo cha polisi majira ya saa 2 na dakika 30 asubuhi ili kujiridhisha kama wakili mwenzao alifikishwa hapo. Taarifa hiyo inasema mkuu wa kituo cha polisi Bukoba alithibitisha uwepo wa wakili Dastan Mujaki kituoni hapo, lakini jeshi la polisi mkoa wa Kagera hawakumpa wakili Dastan Mujaki haki ya kuzungumza na mawakili wenzake ama viongozi wa TLS chapter ya Kagera. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, baada ya kufuatilia sababu za kukamatwa kwake, viongozi wa TLS chapter ya Kagera walifahamishwa kwamba amewekwa kizuizini akisubiri uchunguzi unaoendelea kufanyika ukamilike. Majira ya saa 7 mchana alipelekewa chakula na mkewe kituoni hapo, lakini aliambiwa kwamba wakili Dastan Mujaki hakuwepo kituo cha polisi na hawakumpa sababu za kwa nini hayupo kituoni hapo. Lakini pia imeeleza kwamba baada ya hatua hiyo, viongozi wa TLS waliendelea kufuatilia na walijibiwa kwamba amechukuliwa na kikosi kazi maalumu task force kutoka mkoa wa Geita na hivyo alikuwa njiani kuelekea Geita. Mnamo tarehe 11 na tarehe 12 mwezi wa 10 2025, TLS kwa kutumia mawakili waliopo Geita ilichukua hatua za kuanza kufuatilia kama kweli wakili aliyekamatwa amepelekwa Geita. Kwa mujibu wa taarifa, rais wa TLS aliwasiliana pia na RCO wa Kagera pamoja na RCO wa Geita kuhusiana na kukamatwa kwa wakili tajwa. RCO wa Geita alimsihi rais wa TLS amuelekeze wakili aliyepo Geita awasiliane naye kwa namba ya simu ili mawakili waliopo Geita waruhusiwe kumuona wakili huyo, jambo ambalo rais alilitekeleza. Baada ya ufuatiliaji huo, TLS imesema iligundua kwamba wakili aliyekamatwa hakuwa katika kituo cha polisi cha Geita kama walivyokuwa wamejulishwa na kituo cha polisi Bukoba. Lakini taarifa hiyo imeeleza kwamba TLS imesikitishwa na kitendo cha kukamatwa kwa wakili Dastan Mujaki bila kufuatwa kwa utaratibu wa kisheria na bila kumpa haki zake za msingi kama vile kukutana na wakili wake au viongozi wake, bila kujali kwamba mnamo tarehe 24 Septemba 2025 TLS ilishiriki mkutano wa wadau ulioitishwa na Jaji Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuweka mikakati kuhusu ushirikiano na mahusiano katika utekelezaji wa majukumu ya utoaji haki. Mtazamaji wa Jambo TV, taarifa hiyo imeeleza kwamba kwa mujibu wa kifungu cha 4D cha sheria ya chama cha wanasheria Tanganyika KEP 307, TLS ina jukumu la kulinda na kutetea wanachama wake wote, ambapo baraza la uongozi huo limeeleza yafuatayo. Jambo la kwanza lililoainishwa katika taarifa hiyo ni kwamba TLS inapinga na kulaani vikali kukamatwa kwa wakili Dastan Mujaki bila kufuata taratibu zilizowekwa kwa mujibu wa sheria. Lakini jambo la pili ni kwamba baraza la uongozi linaungana na viongozi wa chapter ya Kagera ambao tayari wamefungua maombi ya habeas corpus Mahakama Kuu ya Tanzania masijara ndogo ya Bukoba, ambayo yalitarajiwa kusikilizwa leo tarehe 13 mwezi wa 10 2025 kwa lengo la kuiomba mahakama itoe amri ya kulitaka jeshi la polisi kumfikisha mahakamani wakili Dastan Mujaki ili aweze kupewa haki ya kusikilizwa pamoja na haki zake nyingine zilizopo kwa mujibu wa sheria. Lakini jambo la tatu lililopo katika taarifa hiyo ni kwamba baraza la uongozi kuendelea kusimamia kwa dhati malengo ya kuanzishwa kwa TLS kama ilivyoainishwa kwenye kifungu cha 4 cha sheria ya chama cha wanasheria Tanganyika KEP 307 kwa maslahi mapana ya wanachama wake, wananchi na taifa kwa ujumla. Lakini mwisho wa taarifa hiyo imeandikwa kwamba baraza la uongozi la TLS limetoa shukrani kwa wanachama wake wote, haswa waliopo chapter ya Kagera pamoja na wale wa chapter ya Geita kwa kuendelea kufuatilia suala la kukamatwa kwa wakili Dastan Mujaki. Mtazamaji wa Jambo TV, taarifa hii ya TLS imetolewa na baraza la uongozi la TLS chini ya wakili Boniface Mwabukusi, rais wa baraza hilo.